Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapiganaji wa Kihouthi ama wanafahamika kama Ansarullah sasa wameonyesha kwamba wameamua kuiunga mkono Iran moja kwa moja kwa kuishambulia Israel, jambo ambalo linawafanya wa Israel kuchanganyikiwa kuona ni jinsi gani utakavyopambana na vita hivi vya kikanda. Wakati ambapo Israel na Marekani walivyoanzisha vita vyao mnamo Februari 28, baada ya mwezi mmoja, wapiganaji wa Kihouthi waliamua kuungana na Iran iliyopigwa vikali na kuuawa kwa viongozi wao, ikiwa ni pamoja na aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Machi 28, wapiganaji wa Kihouthi walitangaza kwamba wanaingia vitani na kwamba wanaunga mkono upande wa Iran. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mashambulizi, msemaji wa shirika hilo Yahya Saree alisema kuwa vikosi vya wanajeshi vya Yemen kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtegemea Mwenyezi Mungu vimefanya operesheni ya kwanza ya kijeshi kwa kutumia safu ya makombora ya balistiki kulenga maeneo nyeti ya jeshi la Israel huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Wapiganaji wa Kihouthi wameendeleza mashambulizi yao huku wakati huu wakionekana kama gumzo, lakini wakitumia makombora mabaya, makombora ya Palestine 2, lakini pia na ndege zisizokuwa na rubani. Bado wakati huu wanaonekana una mchango muhimu zaidi kwa juhudi za kivita kwa Tehran, na wakati huo huo wa Israel pamoja na Marekani wanatafuta njia nyingine huku wakipambana na Hizbullah pamoja na Iran, lakini wanatafuta namna nyingine ya kuweza kupambana na wapiganaji hao wa Kihouthi. Wapiganaji wa Kihouthi wamesema lazima wahakikishe wanamharibu adui kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, katika kipindi cha vita huko Gaza, Wahouthi waliendelea na mfululizo wa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israel, lakini ingawa yalisababisha vifo vya raia huko Tel Aviv mnamo Julai mwaka 2024, yalikuwa maelezo madogo sana yaliyowekwa dhidi ya msingi na mzozo mkubwa zaidi unaoendelea kati ya Israel na Hamas, Hizbullah pamoja na Iran. Wakati huu ni wakati mgumu mno katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kwa upande wa Israel ambayo inashambuliwa kutoka katika maeneo karibia matatu, kutoka Iran, kutoka Lebanon, lakini pia kutoka Yemen. Mashambulizi hayakomi. Hii ni mbaya sana, wachambuzi wa mambo wanasema. Ni wakati ambapo Marekani pamoja na Israel wanapaswa kukaa mezani na kumaliza vita hivi. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema hawezi kumaliza vita hivi mpaka aone kile alichokitarajia katika vita kinakamilika, kwamba lazima aondoe mfumo wa nyuklia nchini Iran, lakini pia aondoe makombora ya masafa marefu ya Iran, kadhalika kuangusha kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo limekuwa ni gumu mno kiasi kwamba Marekani inawaza kupeleka wanajeshi wa ardhini kwa ajili ya mapambano dhidi ya serikali ama wanajeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kipengele muhimu zaidi cha shughuli za Wahouthi wakati huu ni kampeni ya mashambulizi dhidi ya meli zinazopitia mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb kati ya Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden. Baadhi ya 10 hadi 12 ya biashara za kimataifa za baharini hupitia katika njia hii nyembamba, njia ambayo Israel ilidhani mataifa ya Ghuba yangeweza kuitumia kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa muhimu, hasa mafuta pamoja na gesi. Mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya meli za kibiashara katika kipindi cha mwaka 2024-2025 ilisababisha kupungua kwa 90% ya trafiki kwa kutumia njia hii wakati wa vita vya Gaza. Badala yake, makampuni ya meli yalitakiwa kurejea Afrika na kuzunguka rasi ya Good Hope. Wapiganaji hao wa Kihouthi walisisitiza shughuli hii kabla ya usitishaji wa mapigano uliomaliza vita vya Gaza. Hata hivyo, kutokana na hayo yote, Wahouthi hawadhibiti nchi ya pwani ya kusini ya Yemen inayopakana na Bab el-Mandeb, lakini eneo lao la udhibiti linaenea kwenye mstari wa pwani ya Yemen chini na kujumuisha bandari muhimu ya Al-Hudaid. Udhibiti wa eneo hili ni ufuo ambao huleta usafirishaji wa meli kupitia Bab el-Mandeb ndani ya safu ya makombora na drone za Wahouthi. Wahouthi kujiunga na vita hivi wakati huu kuna hatarisha kufungwa kwa njia hii muhimu ya bahari ya Bab el-Mandeb. Uwezo huu bado ni matokeo makubwa zaidi katika muktadha wa sasa, kwa sababu wa Iran wameziba mlango wa Hormuz, na huku ikiwa Hormuz imefungwa kwa usafiri wa biashara, njia ya Bab el-Mandeb inazidi kufaa kama njia mbadala ya meli zinazotoka kusafiri kutoka maji ya Asia hadi zile za Ulaya, lakini eneo hili nalo litafungwa. Njia hii hutumiwa hasa na Saudi Arabia. Inatumia bomba lake la Mashariki Magharibi na bandari yake ya Bahari Nyekundu ya Yanbu kupitisha hadi mita 7. Mapipa ya mafuta kwa siku hupitia njia hii kulingana na ripoti ya hivi majuzi ya Reuters.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.